Bwana msikilizaji, mambo ni yanazidi kupamba moto kweli kweli, Mambo yanazidi kupamba moto, na hasa katika sehemu ya 16. Tuliishia pale ambapo mambo yalikuwa yanazidi kupamba moto. Mzee Maxi alikuwa ametoa siri ya kwamba rais ameonekana kwenye nchi ya Peru, ambapo sasa Ryan pamoja na vijana wake inatakiwa waianze kazi ya kwenda kumkomboa rais wa Tanzania huko Peru. Sasa shida ni kwamba Mzee Max anatoa maagizo, hata kama mnavyoenda kumkomboa huyo rais, hakikisheni harudi madarakani kwa sababu huyo rais sio mtu mzuri. Hapo kidogo Ryan alibaki njia panda. Ryan amejivika jukumu hili la kwenda kumkomboa rais, alafu anaambiwa huyo rais hata kama akikombolewa asirudi madarakani kwa sababu sio mtu mzuri. Nikakwambia usikose kuungana nami katika sehemu ya 17. Hatimaye hii hapa sehemu ya 17. Mzigo mtamu umetayarishwa na kuandaliwa na Eda Zaria G Msulwa. Langu jina naitwa Anko J Masimulizi. Bwana, karibu ndugu yangu. Ryan, ndiyo mkuu, nakusikia. Na kuomba kitu kimoja. Ndiyo mheshimiwa, nakusikiliza. Huyo kijana unayepambana kumwokoa, ambaye ni rais wa Tanzania, sio mtu salama kwa ajili ya taifa la Tanzania. Mzee, kivipi tena? Sijakuelewa. Nisikilize. Ndio nakusikiliza mzee wangu. Kuna jasusi mmoja, yeye analo faili la rais wa Tanzania. Hilo faili ni la siri, lina siri zote za rais wa Tanzania. Hivyo endapo utalipata hilo faili, hakikisha yeye na ndugu yake huyo pacha wake hawatakiwi kuimiliki Tanzania, hawatakiwi kuiongoza Tanzania, hawatakiwi kurudi madarakani. Naam, Mzee Max alizungumza kwa shida, na ndipo hapo Ryan akasikia mlio wa mashine ya kumsaidia mgonjwa kupumua, mlio ambao unaashiria kwamba hali ya mgonjwa ilikuwa inazidi kuwa mbaya na mapigo yake ya moyo yalikuwa yanazidi kushuka kwa kasi kweli kweli. Halo? 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 Ryan aliita kwa sauti, ila hakusikia chochote upande wa pili zaidi tu ya sauti ya mashine iliyomfanya mapigo ya moyo kumwenda kwa kasi, huku moyo ukimdunda kweli kweli. Shit. Naam, wakati Ryan analalamika, akiendelea kusikiliza kwenye simu upande wa pili, ilisikika sauti ya kike kama inanungunika hivi. Sauti hii ya kike ilimfanya Ryan atege sikio lake vizuri kwenye hii simu, aendelee kusikilizia upande wa pili. Akasikia tena sauti nyingine za kiume ambazo zinaashiria kwamba ni madaktari. Hapo Ryan alikata simu huku mwili mzima ukimtetemeka. Mke wake Nadia aliingia chumbani kwao hapo na akamkuta Ryan akiwepo kwenye hali ya kutetemeka. Nadia ilibidi amuulize mumewe, "Baby, vipi? Mbona unatetemeka?" Nadia alizungumza huku akitazama simu aliyokuwa imeishika Ryan mkononi mwake. Ryan. Vipi? Kuna nini? Mbona unanitisha, unatetemeka? Ryan akakaa kitandani huku akiwa na tafakari. Mume wangu, niambie kuna shida gani? Nadia alizungumza kwa sauti upole na ya kubembeleza. Mke wangu, nilikuwa nazungumza na Mzee Max. Kwani Mzee Max ametoka hospitalini? Hapana, hajatoka bado. Hii simu alionipigia na hisi ni kama simu yake ya mwisho kunipigia. What?
Kasemaje? Amesema ameshaondolewa hapa Colombia. Nani kaondolewa Colombia? Rais wa Tanzania ameshahamishwa kwenye hii kambi ya Colombia, na amenieleza kwamba ndege ambayo ilionekana Kenya ndio imeonekana iko Peru. Maana yake ni kwamba rais tunapoongea sasa hivi hayuko Colombia tena, yuko Peru. Sasa kama ni hivyo, basi inabidi mimi niwaeleze vijana wetu tuelekee Peru. Ngoja kwanza, usiwe na haraka. Mzee Max amenipa maagizo. Maagizo gani? Mzee Max ameniambia kwamba kuna jasusi mmoja ana siri zote za rais, ana matukio yote ya rais. Huyo jasusi ana faili la mheshimiwa rais lenye maovu ya mheshimiwa rais. Rais gani? Namzungumzia huyo wa kwetu. Na pia amenieleza kwamba nisije nikaruhusu huyu rais tunayekwenda kumkomboa arudi madarakani. Hata huyo pacha wake hatakiwi kurudi madarakani. Kwa nilivyomuelewa mzee Max kwenye kauli yake hiyo ya kwamba rais pamoja na pacha wake wote hawatakiwi kurudi madarakani. Kwa nini sasa? Sijaelewa. Mzee Max yeye anavyodai ni kwamba rais sio mtu mwema. Sasa napata kigugumizi, na mbaya zaidi, baada ya hapo nilisikia mashine ya kupumulia ikipiga sauti yani kana kwamba mapigo ya moyo yalikwenda kusimama. Mungu wangu, mbona huo mtihani mme wangu? Hata mimi nimeishiwa nguvu kusema ukweli. Baby, hebu nisikilize. Ngoja niagizie mtu akamfuate mlinzi wake na atujulisha hali yake inaendeleaje. Hapana. Kwa nini hapana? Tusimame kwenye plani ya sasa. Rais yupo Peru, inabidi tuelekee huko Peru. Ila sio kwa ndege, kwa sababu hapa na Peru ni karibu sana. Tutumie usafiri wa magari. Mimi na mtu atakuja kutupokea pale mpakani. Huyo mtu ni nani? Hapo Ryan alinyamaza tena na kisha aligeuza simu yake, akaandika namba ya siri za kufungulia simu yake na kisha akaingia kwenye kitabu cha kuhifadhia majina ya namba za simu. Akaandika jina moja linalotokea pekee kwenye simu hiyo na kisha akaipiga hiyo namba. Yes, hello. Mwana mpotevu. Habari za miaka? Sio nzuri. Ryan, usiniambie umerudi kwenye majukumu. Hili ni jukumu langu la moja la mwisho. Oh my God, Mungu wangu. Ryan, kama upo tayari kikazi, na mimi nipo tayari. Niambie. Najua kilichotokea nchini Tanzania. Ndio najua. Mimi kwa sasa nipo Colombia. Rais yupo hapo Peru. We kweli? Ndio hivyo. Nahitaji unipokee hapo mpakani kwa sababu tunaondoka kwa siri ndani ya Colombia na tunahitaji kuingia Peru pia kwa siri kupitia msituni kwa sababu kuna watu wanatufuatilia. Kwa hiyo Ryan, unataka nikusafishie njia? Ikiwezekana. Nahitaji uwe jicho letu kwa juu kwa sababu kama unavyojua Colombia majeshi yauza madawa ya kulevya yapo mengi sana. Hivyo hatuhitaji kupoteza nguvu kubwa kwenye mapambano. Tunahitaji kuhifadhi nguvu ili kuweza kufika hapo. Na kuingizia picha ya ndege aliyotekwa nayo mheshimiwa rais. Na kisha nayo pia hiyo ndege inahitaji muweze kuifuatilia. Sawa. Mimi nimekukumbuka sana mshikaji wangu. Nadhani ukija tutapata nafasi nzuri ya kuongea. Hata mimi pia. Kwa hiyo unakuja we mwenyewe ama uko na timu yako? Nipo mimi na timu yangu. Sawa, karibu Peru. Karibu Peru, Peru. Sawa, na karibia. Hapo Ryan alikata simu
aliituma hiyo picha ya ndege kwa huyo rafiki yake. Usiniambie kwamba hata Naima pia na yuko Peru. Mbona siku nyingi sana naye yuko kule. Kumbe ya wanajuana na huyu jamaa, na nahisi pia Naima atatupokea, kwa sababu Naima nakumbukaga kile kisanga chake alikuja kujificha kabisa Amerika hii ya Kusini, kwa anafahamiana na huyu jamaa, lakini sijataka kumpigia moja kwa moja Naima, japokuwa najua taarifa zitamfikia na atakuja kutupokea. Aisee, kweli amejua kujificha mpaka kuja huku Peru. Aisee, ni shughuli. Sasa Ryan, umesema kwamba tunakwenda na gari. Mme wangu, mimi nakushauri, lakini umbali ambao tutasafiri kwenda mpaka Peru tunaweza tukapunguza endapo tutatumia helikopta zetu za jeshi. Njia hatuijui, tutakutana mapingamizi aina gani hatujui. Na pia kumbuka mme wangu, rais ndiye aliyetekwa. Tunapaswa kufika kwa haraka sana Peru kuliko vile unavyofikiria. Ila mimi nashauri tu hilo, tutumie hata helikopta na sio usafiri wa gari. Naam, Ryan alimtazama Nadia mkewe na kisha alitingisha kichwa akimaanisha ya kwamba amekubaliana na wazo la Nadia. Sasa sikiliza Nadia. Andaa wale makomando watatu pamoja na Bobby na wenzake. Tuelekee Peru muda huu kwa ajili ya kwenda kumkomboa rais. Sawa mme wangu, nimekuelewa kwenye hilo. Naam, hapo Ryan akapiga namba, lakini safari hii akampigia Naima. Maajabu leo. Ryan, umenikumbuka? Niambie mshikaji wangu, maana taarifa zako nishapewa. Najua utakuwa ushaambiwa, lakini tunatumia helikopta kuingia Peru. Magari yatachukua muda mrefu sana kuweza kufika. Usijali, mimi nitawatumia location ya wapi mweze kutua bila ya macho ya watu wala hata polisi. Naima, nachokupenda ndo hapo tu, upo mbele ya mawazo. Ryan, tumefanya kazi miaka mingi sana. Nisipoweza kukusoma mawazo yako, kwa kweli nitakuwa ni mwanafunzi wa mwisho darasani. Okay, poa rafiki yangu, limeisha hilo. Naam, hapo Ryan alikata simu, alitoka nje na kuelekea eneo alipokuwa Nadia na makomando wengine akiwamo Roy na wenzake. Jamani, tusikilizane. Operesheni yetu ndani ya Peru itakuwa ni asiri sana. Hatutohitaji makosa ya aina yoyote kufanyika, na jukumu letu ni kwenda kumchukua rais pamoja na familia yake kuirudisha nchini Tanzania. Nadhani Bobby, Roy na Ruben tumeelewana hapo. Nadia alizungumza kikakamavu kana kwamba sio mtoto wa kike. Bobby pamoja na wenzake wakamwambia ndio madam. Walimjibu huku wakiwa wamesimama kikakamavu, jasho likiwatoka, kwani walikuwa katikati ya mazoezi makali. Na hapo ndipo simu ya Ryan ilianza kuita na akaipokea. Yes, hello Naima. Ryan, eneo zuri la nyinyi kuweza kusimama nimelipata. Ila ili kazi iende vizuri na shauri ni vyema mkaje kwenye majira ya saa 6 za usiku. Katika kipindi hiki kifupi nitakuwa ninapeleleza ni wapi ambapo rais amepelekwa ndani ya Peru. Nina watu wengi sana, hivyo nipe masaa tu mawili nitakurejea. Ila kwa sasa naombeni msije. Nimekuelewa Naima. Nashukuru kwa kunielewa. Hapo simu ikakatwa. Hey, timu yangu, naomba tusikilizane wote kwa pamoja. Sasa hivi ni majira saa 9 mchana. Tunaondoka hapa kwenda Peru kwenye majira ya saa 4 za usiku kwa kutumia helikopta ya jeshi ambayo ipo hapa. Tunahitaji kupata eneo kamili la wapi rais alipo, ili kama ni operesheni itafanyika basi ifanyike kwa ufanisi na ikiwezekana kwa muda mchache sana. Nadhani tumeelewana. Mission tunavamia mara moja na tunaondoka na mheshimiwa rais. Sawa mkuu. Okay, mnaweza mkaendelea na mazoezi. Nadia na Ryan waliondoka eneo hilo na kumfanya Roy atabasamu,
kwani alichokuwa na kihitaji ni kuikamilisha operesheni hiyo ambayo hapo awali Ryan alisema ya kwamba operesheni hiyo imekufa. Roy alifurahi kuona operation inaendelea kuhakikisha ya kwamba wanampata mheshimiwa rais, lakini wasichokijua, rais huyo pia hatakiwi kurudi madarakani kwa sababu ni mhalifu vile vile kama wahalifu wengine. Patamu hapo. Naam. Upande wa pili tunapata kuona mlango wa ofisi ya Kurwa ukifunguliwa na msaidizi wake akaingia. Tukumbuke huyu Kurwa ni yule pacha wa mheshimiwa rais. Kijana, unasemaje? Mkuu, nimepata taarifa za wale watu kama ulivyotaka nipeleleze. Naomba uniambie taarifa zinasemaje? Mkuu, huyu jamaa hapa unamwona kwenye picha huyu anaitwa Ryan. Huyu Ryan ni komando aliyefanya operesheni nyingi sana kwenye serikali yake ya Tanzania, na nimeambiwa ni ninja mmoja hatari sana ambaye ana uwezo wa kupigana hata na watu 100 wenye silaha za bunduki na akawaua. Huyu Ryan inasemekana ana kasi sana, ana spidi sana, ana uwezo ambao anaweza akapotea katikati ya mapambano. Wewe kijana, vipi wewe bana? Apotee katikati ya mapambano, yeye amekuwa jini kwamba yeye anaweza kukwepa risasi? Hizo ni story tu, lakini hamna ukweli wowote. Hakuna mtu anayeweza kupotea bwana. Anapotea amekuwa mchawi. Mchawi mwenyewe risasi anaogopa, yeye nani? Sikiliza, hizo story sitaki kuzisikia. Hizo ni story tu za Bunuasi. Usilete hizo story bwana. Kama mjanja kweli aje, afu tuone kama risasi ataweza kuikwepa. Lakini mkuu, kuna moja ya klipu hapa. Mkuu mmoja wa maninja kule nchini Japan alikuwa na bifu na Ryan. Sasa angalia wewe mwenyewe kilichotokea. Angalia Ryan alichokifanya. Hapo msaidizi wa Kurwa aliweka video fupi na umuonyesha ninja akipambana na maninja wengine na akawafyeka kwa upanga wake. Kurwa akarudi kuitazama video hiyo yenye sekunde kama 49 hivi. Kurwa yeye mwenyewe akaguna. Sasa wewe, huyu ninja mmoja anayemwona hapa ndo huyo Ryan? Ndo yeye kwani? Mkuu, ndo yeye huyo. Na hizi taarifa ndugu yangu, mimi nimelipia zaidi ya $200,000 kuzipata. Sikiliza bwana, pesa sio issue. Issue ni kujua tunapambana vipi na adui wa aina gani. Sasa mkuu, unajua bora adui huyu hapa wa kwanza huyu, ila huyu demu huyu ndio funga kazi. Mwarabu mzuri kabisa, funga kazi kivipi? Sijakuelewa. Nisikilize mkuu, huyu mtoto huyu unayemwona huyu ni mtoto wa aliyekuwa rais wa Tanzania, Rais Edi, na mkewe sijui anaitwa Katha sijui. Ila hiyo sio point ya msingi sana mkuu. Point mbaya kwetu ni kwamba huyu demu ndo kiongozi wa Scorpion. Mungu wangu. Naam, hapo Kurwa alishtuka sana, kwani sio taarifa nzuri kabisa hizi kwake. Sasa mkuu, usishtuke. Yaani kwenye hilo mkuu usishtuke. Mshtuko mkubwa ni kwamba kiongozi mwenyewe wa Scorpion ameingia mzigoni kumsaka rais wa Tanzania. Na kama ujuavyo, karibia viongozi wa dunia nzima ni Scorpion, na mbaya zaidi ni kuwa walizuiwa barabarani. Huyu dada alishuka ndani ya gari akapiga simu kwa general wa nchi na wakaachiwa. Maana yake ni kwamba general na viongozi wa nchi wapo chini ya Scorpion, na hata yule msaidizi wa Black Kaisal naye pia ni Scorpion. Kiufupi mkuu, operesheni yetu ipo wazi wazi. Scorpion wapo kila kona mkuu. Na nilivyopeleleza nimekuja kugundua kuwa ndugu yao
ndugu yako huyu aliyekuwa rais, huyu ndugu yako huyu rais wa Tanzania wa sasa hivi. Haya, hakuwepo Scorpion, hakuwa kwenye iko chama cha Scorpion, na ndio maana mpango wetu wa kumteka ulikuwa umeenda kirahisi sana, yaani kama vile kusereleka kwenye maporomoko. Light kama huyu pacha wako huyu ingekuwa ni mwanachama wa Scorpion, basi sasa hivi kambi ingekuwa inawaka moto mkuu. Sawa, nimekuelewa. Naona hapa picha za hao vijana wengine watatu, hao ni akina nani? Huyu hapa, umeona huyu wa upande wa kulia, huyu anaitwa Ruben. Huyu ni mshauri wa rais na pia ni komando. Alafu umeona hao wawili hao hapa, mmoja anaitwa Roy, mwingine anaitwa Bobby. Nao pia hao ni makomando wanaofanya kazi chini ya rais. Ina maana kuja nao hawa Colombia ni kuweza kumtambua rais au ila huu mpango wa hawa kupelekwa Peru si hakuna anayejua. Ndio mkuu, hakuna anayejua kama rais amepelekwa Peru, hakuna. Na hadi sasa hivi mkuu, vijana wetu wameshawafikisha kwenye safe house watakayoishi. Hawajakutana na changamoto yoyote. Mpaka sasa hivi hakuna anayejua kama rais yuko Peru, hakuna. Hiyo ni siri yetu mkuu. Sasa kama ni hivyo basi vizuri. Wale waache waje. Wakishafika hapa watanikuta mimi. Na mimi si nimefanana na rais, watajua ndo mimi, watanichukua, watanipeleka madarakani, naongoza nchi. Safi kabisa. Unaona, hii ndo mipango hii. Kazi nzuri sana. Endeleeni kufanya kazi nzuri sana. Sawa mkuu. Naam. Hao majambazi wangejua, washashtukiwa kitambo, hata wasingeongea huu ujinga. Basi bwana, msaidizi wa Kurwa alitoka ofisini hapo. Kurwa akamtumia message bosi wake Bad Lady, na baada ya dakika 3 simu ilianza kuita. Msikilizaji, upande huu wa pili, Bad Lady akiwa jikoni akiandaa chakula cha usiku, simu yake iliingia ujumbe na kumfanya Bad Lady kufutafuta pale mikono yake. Akafungua huo ujumbe. Bad Lady alijikuta akiang'ata meno yake kwa hasira. Akazima jiko na kuelekea chumbani kwake. Akafunga mlango kwa ndani na kisha akapiga hiyo simu. Hebu niambie, ni nini kinachoendelea? Bad Lady aliuliza hilo swali kwa shauku kubwa mno. Akajibiwa pale, mkuu, ni taarifa za kuaminika madam. Scorpion wamevalia njuga ili swala la kumtafuta rais, na hapa ndilipo sijui hata nifanyaje. Nimekutumia hizo picha madam. Bad Lady alitazama hizo picha kwa muda alizokuwa ametumiwa, huku simu yake ikiwa iko hewani. Madam, nakusikia. Unafanyaje sasa hapo? Nakupigia, subiri. Bad Lady alikata simu huku akitafakari ni nini cha kufanya. Akarudi jikoni na kuendelea kupika huku akilini mwake akiendelea kupiga mahesabu ya haraka haraka, kwa sababu yeye ni mastermind wa kila anachokipanga. Bad Lady akawa anawaza kichwani mwake, kama Scorpion wameungana na Bobby na Roy, ina maana wanafanya kazi yao. Scorpion wana watu kila kona ya dunia, kwa lazima panifanye jambo. Bad Lady aliwaza hayo kimoyo moyo. Akaendelea kupiga hatua hadi akazimaliza. Akaanza tena, akazipiga hatua mpaka ajikatura, yani mpaka ajikuta sasa akaelekea jikoni. Akachukua chakula akakiweka mezani na kisha karudi tena chumbani kwake. Akampigia tena simu Kurwa, yule pacha wa rais. Ndio madam, nakusikia. Hebu nisikilize. Hadi sasa hivi vijana waliopo Peru wanaendeleaje? Nimetoka kuwasiliana nao, hakuna tatizo lolote lile madam. Okay, basi vizuri. Inabidi tukimbizane na muda. Mkuu, kivipi? Sijakuelewa. Zile siri za rais unazo? Na yale matukio yake yote maovu unayo? Ndio ninayo. Endapo chochote kitatokea wakamuokoa, basi tunarusha tukio lake la kwanza. Lazima tumchafue.
Sasa inakuwaje sasa wakati mimi ndo inabidi niwe rais sasa hapo? Uoni madam tukimchafua manake na mimi ndo nimejichafua. Maana mimi ndo pacha wake na mimi ndo inabidi nikawe rais. Nisikilize. Kama Scorpion hili jambo wameliingilia kati, basi jua kabisa ndani ya kambi yetu kutakuwa kuna mpelelezi ambaye anavujisha siri za uwepo wako. Unahisi ukisema uje madarakani, nini kitakwenda kukutokea? Watanitoa na kuniua. Ndio. Kwa sasa tunahitaji kuvuruga mipango yake. Nadhani umenielewa. Sawa. Au niwaambie vijana wamuue tu? Hapana. Kuna vitu bado anavyo ambavyo sisi tunavihitaji. Ukitoa oda rais auliwe, nadhani inakuwaje? Okay, sawa madam, nimekuelewa. Wewe weka timu nyingine mbali kabisa na eneo ilipokuwa safe house, wafuatilie kila kinachotokea kwenye nyumba hiyo kwa wiki hii moja. Nadhani tunaelewana. Ndio madam, nimekuelewa. Una ushauri? Mkuu, ndio nao ushauri ninao. Haya, niambie na kusikiliza. Madam, unaonaje tukamtenganisha mtoto wao na eneo alipokuwa rais pamoja na mkewe? Kwa nini tumtenganishe mtoto na familia yake? Endapo likatokea chochote cha kutokea, basi tuna kitu cha kumshinikiza rais, kwa sababu lazima atachagua mtoto wake. Okay, sawa, ni vizuri, fanya hivyo, na kusio kuna makosa mengine tutawasiliana endapo kutakuwa kuna jambo la msingi. Okay? Okay, sawa madam. Naam. Badilede alikata simu na kisha alitoka ndani hapo, akamkuta yule kijana wa IT Spana akiwa yuko mezani. Alikuwa akimsubiria ili wapate chakula cha usiku. Yule kijana wa IT afahamikaye kwa jina la Spana akasema, shemeji, chakula chako kinanukia vizuri sana na ni kitamu kweli kweli. Badilede akasema, nashukuru. Lakini madamu, unajua mtu akikuona hivi madamu, anaweza akasema wewe huwezi kupika. Madamu wewe noma. Yule dogo Spana wa IT aliendelea kuzungumza kwa furaha na wakaendelea kula taratibu, wasijue kwamba huyo Badilede ndiye adui mwenyewe ambaye wanaendelea kuishi naye humo ndani pasipo wao kujua. Naam, msikilizaji, upande wa pili tunapata kumwona Nadia aliita kwa sauti ya upole akimuita bibi wake Ryan. Baby, utawaeleza vijana wako juu ya alichokueleza mzee Max, kuhakikisha kwamba rais na pacha wake hawarudi madarakani, ama hutoeleza? Nadia alizungumza huku akivalia mavazi yake ya kininja. Hapana, hilo litabaki kuwa kati yangu mimi na wewe, sitaweza kuambia vijana wangu. Okay, sawa, nifunge huko zipu mgongoni. Nadia alizungumza na kumfanya Rani amfunge zipu iliyopo nyuma ya mgongo wa mavazi hayo ya Nadia. Wakahakikisha wako tayari, wakatoka nje, wakatembea hadi eneo ilipokuwa helikopta kubwa ya jeshi, na wakawakuta pale Bobby na wenzake pamoja na makomando wengine watatu wakiwa wapo tayari, ambapo wanafanya sasa jumla ya wao wote wakamilike kwa ajili ya kwenda kwenye hiyo operation, wakiwa ni watu 8. Ran akatazama vijana wake hao waliokuwa wamevalia nguo za kijeshi, huku kila mmoja akiwa ameshajiandaa kikamilifu kwa operation hiyo. Tusikilizane vijana. Tumeshafahamu ni wapi rais alipo. Operation hii ni ya siri. Tunaingia nchini Peru kwa siri na tunatoka kwa siri. Jukumu letu la kwanza na la umuhimu ni kumwokoa rais na familia yake na kumrudisha Tanzania. Nadhani kwenye hili wote tumeelewana, si ndio? Ndio mkuu. Hapo wakajibu kwa sauti kubwa na sauti yenye ukakamavu. Ryan akatoa ishara, wakaingia ndani ya helikopta hiyo kubwa, huku kila mmoja akiwa na silaha yake, na ndipo taratibu helikopta ilianza kunyanyuka na kuondoka eneo hilo majira ya saa 4 za usiku na kuelekea nchini Peru kwa kazi hiyo maalum ya kumwokoa rais. Mambo yanazidi kupamba moto. Bwana Ryan na timu yake wanaondoka kuelekea nchini Peru kwenda kumwokoa rais. Je, operation yao itafanikiwa? Watafanikiwa kumpata rais? Basi bana, helikopta waliopanda ilikuwa ni helikopta aina ya Bell Boeing V-22 Osprey, ilizidi kuchanja mawingu huku ikiwa imepakwa umbali mrefu kutoka ardhini. Ryan alitazama taarifa iliyoingia kwenye iPad iliyokuwa imeshika mkononi mwake kutoka kwa Naima.
tusikilizane. Ryan alizungumza hivyo huku akiweka sawa headphone kubwa aliyokuwa amevaa masikioni mwake. Kila mtu akakaa kimya, kwani kila mtu alikuwa anamsikia Ryan kupitia headphone zao walizokuwa wamezivaa. Ryan akasema, tutafika kwenye mji unaoitwa Tarapota. Ni mji uliopo kwenye ukuta wa misitu ya Amazon. Tutatua kwa kamba kutoka futi 200 kutoka hewani. Naamini sote humu tuna uwezo wa kufanya hivyo, na matumaini yangu hakutokuwa kuna makosa. Tumeelewana? Ndiyo mkuu, walijibu hivyo, na safari ilizidi kusonga mbele. Majira ya saa 6 na dakika 20 wakafika eneo maalum la kukutania, na Nadia alikuwamo kwenye huo msitu. Ulikuwa ni msitu mkubwa, msitu uliojaa miti mingi. Kamba 2 zikashushwa kuelekea chini, na Ryan akawa wa kwanza kushuka huku akiwa anaburuzika kwenda chini. Akatua sehemu salama huku akiwa na bunduki mkononi mwake. Akamwona Naima akiwa ameongozana na dereva mmoja, huku wote wakiwa wako na bunduki. Roy na wengine waliobaki kwenye helikopta hiyo akiwamo na Nadia wakashuka kwa mtindo huo huo kuburuzika katika kamba hiyo hadi chini kabisa. Rubani mmoja aliyekuwa ametoka eneo la marubani akazivua kamba hizo juu ya helikopta. Helikopta hiyo kubwa ikaondoka eneo hilo. Ryan pamoja na Naima wakakumbatiana kwa dakika kama 2, kwa sababu ni kwa kipindi kirefu sana hawajaonana, na baada ya hapo akakumbatiana na Nadia. Karibuni sana Peru, Naima alizungumza huku akiwa anatazama makomando 6 waliowazunguka, huku wakiwa wamepiga magoti kuimarisha ulinzi ndani ya huo msitu. Tunashukuru tumefika. Mlinzi wangu huyo, nimekuwa naye kwa kipindi chote nilichokuwa nje ya wewe. Hali ya usalama ni nzuri, hivyo tunaweza tukaelekea katika eneo letu la mapambano. Okay, sawa. Tunatumia usafiri au? Hapana. Tuna kilomita 15 za kutembea kwa miguu mpaka kufika eneo ambalo ipo safe house walipomweka rais pamoja na familia yake. Eneo lipo ndani ya huu msitu? Yes. Ila kwa umbali huo nimetaka mshukie huku na tutumie njia ya miguu, kwa sababu kuu hizo 2, mmoja wasiwezi kusikia chochote kuhusiana na mlio wa helikopta, na njia niliowaelekeza kupita na imani 100% ya kwamba hawajasikia mlio wa helikopta. Lakini jambo la pili, safe house ipo eneo hili, na ndio maana nimetamani na nimeona ni vyema tukaja kukutania hili eneo. Naima alizungumza huku akionyesha picha ya juu. Katika eneo hilo kulikuwa kuna nyumba 2. Sasa jamani, kama ramani yetu inavyoonyesha, mbona hapa kuna hizi nyumba 2, si ndio? Nimeweza kugundua hawa watu wametumia mbinu ya kuweka jicho la pili la kuingilia safe house kwa umbali wa hii nyumba ambayo ipo kilimani. Kutoka hapa mpaka kwenye safe house ni kama mita 800. Sijui tunaelewana? Naima alizungumza huku akizidi kuwaelekeza wenzake kupitia ramani hiyo aliyokuwa ameikunjua hapo. Mara baada ya muda, Naima akaonekana kufungua laptop yake ndogo. Naima, umejua idadi ya watu waliomo kwenye hili jicho la 3? Video ya satellite na niliyoiweza kuiskani nimegundua kwamba kuna watu 4 ndani yake. 2 ni sniper. Unaweza kuangalia hapa kwenye laptop. Ryan akawaangalia makomando 3 ambao ni wadunguaji wazuri mno kwenye timu yake. Na kwenye safe house? Tuna timu ya walinzi 12 ambao hupeana shift ya masaa 6 kubadilishana, na kila shift moja inakuwa na walinzi 6. Okay, sawa. Kuna jingine? Ndio. Sisi tupo hapa. Naima alionyesha alama ya eneo ambapo wao wapo kwa muda huo. Ryan akasema okay, vizuri, tumekuelewa.
Akafungua begi lake, akatoa earpiece 10 na kisha akamkabidhi kila mmoja, akaivaa sikioni mwake. Nikiongea hapo tunasikilizana vizuri kabisa, Naima alijibu. Muda wote macho ya Roy yalikuwa yanamtazama Naima ambaye kwa muonekano wake ni mrembo sana. Oya, focus babu, focus, achana na mademu. Bobby alimgonga begani mwake Roy. Anamjua rafiki yake mzee wa mademu, kwa sababu alipomtazama tu Roy akagundua kwamba macho ya Roy yalikuwa yanamtazama sana Naima mara kwa mara. Kwa hiyo ilibidi amtoe sasa kwenye uangalizi. Tusikilizane jamani. Maxima ni wawili, mmoja toka mbele na mwingine nyuma. Kila mmoja kwenye saa yake alovaa ametumia ramani, wapi tulipo na wapi tunaelekea, signal ya kuonyesha mtu mmoja hadi mwingine yupo wapi. Endapo utaivua earpiece yako sikioni mwako, basi utakuwa umetoka kwenye signal inayoonekana kwenye simu na kwenye saa yako. Nadhani tunaelewana. Hiyo earpiece masikoni mwako ndo kifaa pekee ambacho kitatusaidia kuwasiliana na kuweza kugundua mwenzetu upo sehemu gani. Ryan alizungumza hivyo na kila mmoja akatazama saa yake. Ilikuwa ni saa aina ya smartwatch. Ryan akatoa hapo ishara na makomando akasimama na kuanza kutembea taratibu katika mfumo wa mdunguaji. Mmoja mbele ambaye anakuwa ameachana nao kwa mita kama 50 na mdunguaji mwingine anakuwa nyuma wakiwa wameachana kwa mita kama 50, na pia huku wengine wakiwa katikati, na mwendo ukiwa ni wa kukimbia kwa tahadhari, kwani walikuwa wanahitaji kutumia giza la usiku kukamilisha kazi yao na kuondoka hapo Peru bila vyombo vya ulinzi na usalama wa nchi ya Peru kushtukia operesheni hiyo ya siri. Operesheni ilikuwa inafanyika kimya kimya na ni majira ya usiku. Msikilizaji, upande wa pili, Rais aliendelea kumkumbatia mkewe Salu aliyekuwa analia kwa uchungu, kwani ni masaa 5 yamepita sasa toka mtoto wao alivyochukuliwa na hawajui ni wapi alipopelekwa. Mume wangu, kwa nini tunaipitia haya yote jamani? Kwa nini? Mwanamama huyu Salu aliendelea kulalamika na kulia mbele ya mumewe ambaye ni Mheshimiwa Rais. Usilie mke wangu. Ona sasa mwili wako unapata homa. Na achaje kulia mume wangu? Mimi niliamini tumeingia Ikulu, basi inakuwa ni sehemu salama ya sisi kuishi. Kwa nini sasa inakuwa hivi? Nisikilize mke wangu. Ngoja nikuchukulie dawa, acha basi kulia. Nipe nafasi basi ya kufikiria ni namna gani tunatoka hapa. Naam, Mheshimiwa Rais alizungumza kwa msisitizo na alitoka ndani ya chumba chao. Aliwakuta makomando wawili sebuleni wakiwa wako na bunduki mikononi mwao. Vijana, nahitaji dawa za kushusha joto. Komando mmoja alielekea jikoni na kutoa kisanduku cha kuhifadhia dawa. Alitoa kichupa kimoja chenye vidonge ndani yake na kisha karudi sebuleni na kumkabidhi Mheshimiwa Rais. Hivi mwanangu mumempeleka wapi? Rais aliuliza kwa ustaarabu huku akimtazama komando huyo. Komando akasema, wewe mzee, hebu nenda kapumzike bwana. Komando huyo aliongea huku akimkazia macho Mheshimiwa Rais. Rais ilibidi arudi chumbani. Alichukua maji ndani ya friji iliyomo ndani hapo na akamkabidhi mkewe kidonge kimoja kama maelezo yalikuwa yameandikwa kwenye kikaratasi kilichoandikwa kwenye chupa hiyo. Na ndipo taratibu mwanamama huyo Salu alikunywa dawa hiyo huku akimtazama mume wake. Mke wangu, hebu pumzika. Mimi nahitaji kufikiria zaidi. Lakini naomba tuongee mume wangu. Ni vitu gani unavyovificha vilivyotuingiza kwenye haya matatizo? Nisikilize mke wangu. Wakati wa sasa sio wa kuongelea mambo hayo. Lazima niendelee kutafuta namna ya kufanya ili tutoke hapa. No. Nataka kujua, kwa maana sielewi. Mara tumetekwa, mara naona sijui ni mapacha wako, mara sijui ndugu yako. Yaani mume wangu, hebu nieleze kuna nini kinachoendelea, mbona sielewi? Mbona sikuwahi kujua kama wewe una pacha wako na mmefanana kwa kila kitu mpaka ongea yenu?
Mwanamama Salu alizungumza kwa kupayuka na kumfanya mumewe amtazame kwa macho makali mno. Rais akasogelea dirisha kubwa la vioo ambalo pia lina nondo ngumu. Naongea na wewe. Nataka kujua nini kinachoendelea. Hawawezi wakatuteka tu hawa watu bila sababu. Kuna nini unachonificha? Lakini mume wangu, nimekwambia nataka kutuliza akili. Hebu pumzika basi kwanza mke wangu. Hebu niache kwanza. Rais alizungumza kwa kujikaza, kwa kuto kumfokea mkewe aliyekuwa anamjia juu. Nalalaje mimi? Napata wapi ujasiri wa kulala ikiwa nipo kwenye hali kama hii? Nawezaje kupata huo usingizi? Unahisi nawezaje kulala ikiwa sifahamu kama mwanangu yupo hai ama ameuawa? Naanzaje mimi kulala? Nisikilize. Kama wangetaka kumuua mtoto wetu wangemuua muda mrefu sana. Ila kumtenga na sisi, najua wanamtumia kama ngao ya sisi kutoroka hapa, kwa sababu wanajua hatuwezi kuondoka hapa bila mtoto wetu. Lakini mimi ninachokuuliza mume wangu, kwa nini hawa watuteke? Kwa nini watushambulie sisi? Mbona kuna makamu wa rais, kuna mawaziri, kuna wabunge? Kwa nini wasitekwe wao, tunatekwa sisi? Why? Sasa mke wangu, kama mimi ningekuwa hivyo unavyofikiria, wanzani mimi ningekubali kuhatarisha watu wangu wote waliokufa wakanilinda mimi? Hebu tulia mke wangu, nipe muda kutafakari namna ya kufanya basi. Mbona unanipa mawazo juu ya stress? Siwezi, lazima uniambie ukweli mume wangu, kuna kitu unanificha. Lazima uniambie ni nini umefanya. Haiwezekani kirahisi namna hii. Kuna kitu umefanya na unanificha. Mwanamama Salu alizungumza huku akizidi kufoka na machozi yakimwagika. Zungumza. Nataka kujua nini umefanya. Hebu niache basi kwanza nitulie. Hapo mwanamama Salu akakurupuka na kumfata mume wake eneo alilokuwa amesimama, akamvuta kwa nguvu. Nimesema naomba niambie. Unanidharau. Unaangalia dirishani, si ndio? Nimekwambia nataka kujua ukweli. Ni nini kilichopo nyuma ya pazia? Naam, kitendo alichokifanya mwanamama huyo Salu cha kumvuta mumewe kikauvunja uvumilivu wa Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais akamshika mkewe Salu, akamsukumia kitandani. Mwanamama huyo alianguka mzima juu ya kitanda. Hebu nisikilize wewe mwanamke, kwamba unahisi kila mfanyabiashara mkubwa hana maadui? Unahisi hizi biashara tunazifanya kama vile kuuza nyanya sokoni, si maana yake? Hakuna tajiri mkubwa ambaye hana uovu ndani yake. Kuna mambo mengi nimefanya kulinda huu tajiri. Unadhani utajiri umekuja tu? Unahisi mimi kuingia Ikulu nimeingia kwa pesa yangu binafsi? Unahisi pale Tanzania mimi nimekaa pale Ikulu kiurahisi? Si kila mtu angekuwa anaingia pale Ikulu anakaa? Wewe unahisi mtu anapata tu kiurahisi tu, kwamba mtu anashushwa kutoka mbinguni anakuja na kuwa rais? Lazima umwage damu za wanao simama kwenye njia yangu. Umenielewa? Narudia tena, huu tajiri mimi mpaka kuja kuwa rais huwezi kuingia hivi. Ni lazima umwage damu za wanaosimama kwenye njia yangu. Kama hujanielewa hapo, sirudi tena. Shenzi kabisa. Haya, ukishajua itakusaidia nini? Wewe ukishajua utajiri wangu nimeupataje, kwenye urais nimeingiaje, wewe ukishajua inakusaidia nini? Unataka kunipanda kichwani sasa? Wewe unadhani kuwa urais pale kila mtu unadhani ni makalio, kwamba kila mmoja anayo tu? Wewe tusipandishane kichwani bwana. Nitakutandika, nitakufumua sasa hivi. Shenzi kabisa. Naam. Hapo Mheshimiwa Rais alizungumza kwa kufoka, huku uso wake ukiwa umekasirika kwa kiasi ambacho leo kwa mara ya kwanza mwanamama huyo Salu
ameishuhudia sura ya kukasirika ya mume wake. Siku zote anamwonaga mume wake ni mtu mchangamfu na mwenye upendo ambao si kwake pekee, hata kwa watu wanaomzunguka. Sasa labda nikwambie kitu kimoja, wewe mwanamke. Si umetaka kujua siri? Nakupa hii siri. Kuna mambo mimi nimeyafanya kabla ya kukutana na wewe, na hata nilipokutana na wewe nilikuonyesha upande wangu mmoja tu wa maisha. Nilikuonyesha upande wa upendo, lakini wewe unataka kuchokonoa mambo kwenye huo upande mwingine. Nikwambie tu kitu kimoja, usitake kuujua, kwa sababu utakufa kabla siku si zako. Umenielewa wewe mpumbavu? Mweu wewe. Naam, hapo rais alizidi kufoka na kumfanya mwanamama Salu sasa kuanza kuingiwa na uoga uliomtetemesha mwili wake. Rais akamtazama mkewe jinsi alivyokuwa anamwogopa. Rais akapiga ngumi moja ukutani kwa hasira, huku akijutia ni kwa nini amefungua kinywa chake na kuongea maneno hayo ambayo anaamini yamekuwa ni kama mkuki wa moto uliomchoma moyo mke wake. Taratibu Mheshimiwa Rais alikaa kitandani na mwanamke wake Salu akasogea pembeni, ikiwa ni ishara kumwogopa mumewe. Wewe ni nani? Mwanamama Salu alimuuliza mumewe kwa sauti ya upole, sauti yenye unyonge, sauti yenye uoga ndani yake. Usitaki kujua mimi ni nani? Hebu tafadhali lala kwanza, tutaongea asubuhi mke wangu, na kuomba sana. Ila wewe jua tu kwamba hivi vitu havipatikani kwa urahisi pasipo kumwaga damu ya mtu. Rais alizungumza kwa sauti ya upole sana, kana kwamba si aliyetoka kumfokea mke wake Salu, na ndipo taratibu mwanamama huyo Salu alijilaza bila hata ya kubisha chochote, japo hakupata hata lepe la usingizi. Msikilizaji, unalalaje na mpenzi wako anayekwambia utajiri na uongozi nimeupata kwa kumwaga damu za watu? Ndugu yangu, ipo siku anaweza kamwaga hata damu yako. Huo usingizi unatoka wapi? I say. Nyinyi mlioniteka nyinyi, msiombee siku nikatoka hapa, nitawaua wote. Narudia tena, nitawaua wote mbwa nyinyi. Shenzi kabisa. Naam, rais alizungumza hivyo kimoyomoyo, huku akiutazama mkono wake aliokuwa amepiga ngumi ukutani. Kwenye vidole vyake viwili vilikuwa vikimwaga damu taratibu. Naam, msikilizaji, upande wa pili. Kwa mwendo wa saa zima na dakika 20 walifika katika eneo zilipokuwa nyumba mbili, nyumba ambazo moja ni eneo ambalo rais amehifadhiwa na nyumba nyingine ni eneo ambalo wapo makomando wengine wanaolinda wenzao kwa kutokea mbali. Naima akafungua laptop yake, akawasha droni ndogo sana yenye umbo la nyuki, akaanza kuiendesha kwa kutumia simu. Kila anachokirekodi au kila anachokirekodi na hiyo drone kilikuwa kinaonekana kwenye laptop pamoja na hiyo simu. Kwa hiyo hiki kitendo kilikuwa kinawafanya Ryan na makomando wengine waone kila kitu. Hiyo drone unaweza kusema labda tu ni nzi au ni nyuki anapita au dondola anapita, lakini kumbe ni kamera ina spy eneo zima. Nadia akasema, wapo 4 kama nilivyoona mara ya kwanza. Wapo 4 tu wanaolinda. Nadia alizungumza huku wakiwaona makomando hao 4 wakiwa wapo nje ya nyumba hiyo wakiota moto na kuchoma nyama, kwa sababu eneo hilo lilikuwa lina baridi kali mno. Ryan akasema, alafu inaonekana wamekaa bila tahadhari, wamekaa ovyo ovyo. Sniper, mnaweza mkawapata hao 4? Ryan alizungumza huku akiwatazama makomando wake wawili ambao ni wadunguaji hatari mno. Wakasema, ndio, tupo eneo la kuwaua, tupo kwenye rada mkuu. Komando mmoja alijibu huku mshale wa darubini yake kwenye bunduki hiyo ukiwa umewalenga maadui zake hao waliokuwa wamekaa eneo moja, na alikuwa anaamini kabisa
kwa nguvu ya risasi atakayoipitisha katika mwili wa adui mmoja itakwenda kuingia katika adui wa mwili mwingine, yaani risasi moja inaua watu wawili. Ryan akasema, hebu wapunguzeni hao. Ryan alitoa amri hiyo na wadunguaji hao wa masafa marefu, yani snipers, hawakufanya makosa. Risasi 2 walizokuwa wameziachia. Kumbuka hizo ni risasi za masafa marefu, ziliwapata barabara makomando 4 waliopo kwenye vyumba vilivyopo mbali kidogo kwa ajili ya kuwalinda wenzao wanaomlinda rais. Nadia akasema, tayari wameshaangushwa. Nadia alizungumza huku droni hiyo ikirekodi kwa ukaribu sana miili hiyo ya wanajeshi hao 4 waliopoteza maisha. Watatu mtakwenda kulinda ile post. Tuliobaki tutaelekea kwenye makazi alipo rais. Kila mmoja afunike sura yake. Kweli hapo kila mmoja kavaa kinyago chake cha kuficha sura yake, huku Nadia na Ryan na wao pia wakiwa katika mavazi yao ya kininja. Ryan akaigawa timu ya makomando wake, huku Roy na wadunguaji wengine 2 wakielekea katika nyumba ambayo tayari wameshawashambulia maadui zao. Roy na wenzake 2 wakafika katika hiyo nyumba na miili ya waliokuwa wamewaua wakaiingiza store, na kila mmoja akiwa na bunduki yenye uwezo wa kudungulia adui akiwa mbali, akiwa katika nafasi yake, na silaha zao zote wakazielekeza katika nyumba aliyopo rais, huku wakiendelea kuwatazama Ryan na makomando wengine wakielekea sasa katika hiyo nyumba aliyokuwa imehifadhiwa mheshimiwa rais. Ryan akatoa ishara mara baada ya kufika kwenye fensi iliyokuwa imezunguka hiyo nyumba. Kila mtu akavaa mkanda wa bunduki yake kubwa akaning'iniza mgongoni mwake, na kisha wakachoma bastola zao, na kila mtu akaifunga kiwambo cha kuzuia sauti bastola yake, ili watakapomshambulia adui basi bastola isitoe mlio. Nadia akasema, CCTV kamera zao nimeshazidukua, hawataona chochote, tunaweza tukaingia. Nadia alizungumza huku akifunga laptop yake. Bobby akamaliza kuikata fensi hiyo kwa mkasi mkubwa. Ryan akawa wa kwanza kuzama ndani, huku akifuatiwa na Nadia waliokuwa wamesalia nyuma. Wakatembea kwa mtindo wa mstari mnyofu, huku wakiwa wameshikana mabega, huku kila mmoja akiwa ameinama kidogo na kutembea kwa hatua zisizokuwa na sauti. Wakafika kwenye ukuta wa nyumba hiyo, na hapo ndipo wakaachiana mabega. Roy akasema, Igoan, kuna adui anakuja upande wenu. Roy alizungumza hivyo huku akiwa amemweka kwenye msalaba mwekundu adui. Ryan aliyekuwa mbele alichomoa kisu chake kirefu na akamsubiri adui anayekaribia kujitokeza kwenye kona. Ryan akakitazama kivuli kinachowasogelea. Kitendo cha komando huyo kujitokeza kwenye hiyo kona, Ryan akamnyakua kama mwewe anavyonyakua kifaranga. Akamdhibiti kisawasawa kwa kumkita kisu maeneo ya chini ya kidevu, huku akiwa amembana mdomo na kumkandamiza ukutani. Akammalizia kwa kumkata koromeo kwa kisu, na kisha akafuta kile kisu kilichokuwa kimejaa damu kwenye nguo za komando huyo aliyekuwa amemkalisha chini taratibu kabisa. Ryan akaonyesha ishara ya kugawanya timu 2, huku timu ya kwanza akiongoza yeye na timu ya pili ikiongozwa na Bobby. Ebana, kama nyuki walioachiliwa kwenye mzinga wa asali, wakaanza kuwashambulia maadui hao kwa kuwapiga risasi mfululizo, huku wengine wakakutana na dhoruba ya kukatwa viungo kwenye miili yao. Ryan na Nadia wao walikuwa wanatumia panga tu. Vishindo vya watu kuanguka chini vilimshtua mheshimiwa rais, akajikuta na angaza kitu cha kushika mkononi mwake kujitetea akakosa. Mke wake Salu kwa haraka akakaa kitako pale kitandani, lakini mapigo ya moyo yalikuwa kimwenda kasi mno na kwa uoga ulikuwa umemtawala. Haikuwa kazi ngumu kwa Ryan na timu yake kuwasambaratisha makomando wote ndani ya makazi hayo. Wakakagua vyumba vyote na hapakuwa na adui aliyekuwa amesalia. Ryan akatazama chumba cha mwisho kilichopo mbele yao, akafungua kitasa taratibu, akaingia ndani. Alimuona rais akiwa kitandani amemkumbatia mke wake. Wengine nao wakaingia ndani hiko chumba, wakamwona mheshimiwa rais. Rais akasema, ninyi ni akina nani? Rais alijikaza kuzungumza huku akitetemeka kwa uoga. Bobby na Ruben wakavua maski walizokuwa wamezivalia usoni mwao, maski ambazo zilikuwa zinawaonyesha macho tu. Na walipovua tu, Ruben akasema, mheshimiwa rais,
tumekuja kukukomboa. Ruben alizungumza huku akijawa na tabasamu, kitu kilichomfanya rais na mke wake yani kama vile walipata mshtuko hivi. Wakashuka haraka pale kitandani huku akiwa na furaha mno. Ryan akasema, ni muda sasa wa kuondoka, tuondokeni. Ryan alizungumza huku akitangulia kutoka nje, lakini rais akasema, wamemchukua mtoto wetu, hatuwezi kuondoka bila ya mtoto wetu. Kauli ya mheshimiwa rais ikawafanya kila mtu sasa kumgeukia rais na wakamtazama rais, kwa sababu misheni yao iliyowaleta hapo nchini Peru ni kumwokoa rais na familia yake, na kama mtoto wake hayupo eneo hilo, basi hilo ni tatizo jingine jipya. Bana, mambo yanazidi kupamba moto. Wameshampata rais, ila rais amekataa kuondoka bila ya mtoto wake. Je, ni wapi alipo mtoto wa rais? Hilo pia ni swali gumu mno. Sasa bwana, mwanamama Salu akasema, na waombeni jamani, mtoto wangu amemuondoa hapa, na waombeni sana. Salu alizungumza huku akimtazama Ruben pamoja na Bobby kwenye nyuso zao. Ryan akamsogelea mwanamama huyo Salu alipokuwa amesimama na mumewe, akamwambia, tumekagua eneo zima hili la hii nyumba na hatujafanikiwa kumpata mtoto wenu. Jukumu hilo mnalotupatia ni jukumu jingine kabisa, ambalo kwa sisi hapa kazi yetu ya muhimu ni kukuokoa wewe mheshimiwa rais. Tumeingia hapa nchini Peru kwa siri na tunaendesha operation hii kwa siri pia. Hatuwezi kuendelea kupoteza muda. Najua likichomoza tu hapa, tukiwa tuko ndani ya huu mji au ndani ya hii nchi, itakuwa ni habari nyingine. Kwa ni lazima tuondoke kabla hapa hajakucha. Kumbuka mimi ni rais. Nimesema nahitaji mtoto wa... Kabla rais hajamaliza kauli yake, Ryan akamtolea bastola, akamnyoshia rais usoni mwake na kuwafanya Ruben na Bobby macho ya watoke. Inakuwaje tena Ryan anamnyoshia bastola mheshimiwa rais? Lo, patamu hapo. Isikilize mzee, hatutoweza kufuata amri yako yoyote, na utafuata kile ninachokueleza, ila siwezi kupoteza uhai kwa ubishi wa kijinga ambao unatuletea. Kama ni mtoto atatafutwa na watu wengine, jukumu letu ni kukondoa eneo hilo. Nadhani tumeelewana kwenye hili. Hapo mheshimiwa rais alikosa cha kuzungumza zaidi ya kuwa mpole. Okay, vizuri, tuondokeni sasa. Ryan alizungumza na wakaanza kutoka ndani hapo, huku mheshimiwa rais na mke wake wakiwekwa katikati na wakafika nje. Ryan alitazama ujumbe ulioingia katika saa yake. Tuna dakika 5, helikopta itatufuata hapa tulipo. Mlindeni rais pamoja na mke wake. Hapo ikawalazimu Ruben na Bobby pamoja na Nadia kurudi ndani, huku Ryan na makomando wengine wakiimarisha ulinzi nje. Roy na makomando wengine wakatoka eneo walipo, wakaelekea eneo alipokuwa Ryan pamoja na kikosi kingine. Nawashukuru sana kwa kuja kwa ajili yangu mimi na familia yangu, nawashukuruni sana. Rais alizungumza huku akimtazama Ruben. Nadia akavua pale mask usoni mwake iliyokuwa imefunika uso wake, huku akimtazama rais. Naitwa Nadia. Nashukuru kukufahamu Nadia. Operation hii imeongozwa na taasisi yangu ya Scorpion, na tumewachukua vijana wako 3 ambao ni Bobby, Roy na huyu Ruben. Nchi kama nchi bado inaendelea kukusaka, ila kwa sisi tuliamua kuweza kuwa mguu mmoja mbele yao ili kuhakikisha kuwa tunakupata. Akiukweli nawashukuru sana Scorpion, sio mara ya kwanza kusikia hii Scorpion. Nilimtuma katibu wangu kipindi unagombania urais, ila ulimkataa ukiamini ya kuwa una uwezo wa kuingia madarakani wewe mwenyewe kwa uwezo wako pasipo kutambua kuwa viongozi karibia wote duniani wanaoshirika na sisi. Nimeamua kuja mimi mwenyewe kwenye hii operation ili kukuonyesha nguvu yetu kwako, na nikuhakikishie mwanao atapatikana pale tu utakapokubali kuungana na sisi. Sasa mimi nawaamini vipi nyinyi? Kukuokoa wewe, hiyo ni ishara tosha ya kwamba unatakiwa kutuamini, kwani ulinzi wako upo mikononi mwetu, na tukikuacha hapa basi kitendo cha maadui zako kukukamata itakuwa ni jambo rahisi mno. Wakati Nadia anayaongea hayo, mlio wa helikopta
ulimfanya Mheshimiwa Rais pamoja na mkewe waangaze macho yao. Nahitaji kufahamu, je, uko tayari kuwa na sisi au la? Nadia alisisitiza huku akimkazia macho Mheshimiwa Rais. Mimi hapa niko tayari, ila naomba tukifika nchini Tanzania tuongee basi vizuri hili jambo. Naam, walitoka nje na kuishuhudia helikopta ikitua taratibu kwenye hilo eneo. Utaongoza timu kuelekea nayo nchini Colombia. Nendeni moja kwa moja uwanjani. Ryan alizungumza kwa sauti kubwa ili kusikika huku akimtazama Nadia usoni mwake. Nadia akamuuliza, wewe je? Sisi tunamsaka mtoto wake. Okay, sawa. Tutaelekea nchini Tanzania. Hakuna shaka. Ryan na Nadia wakakumbatiana. Rais na makomando wengine wakaingia ndani ya helikopta hiyo wakiongozwa na Nadia, na taratibu ikaondoka hilo eneo. Wakaitazama hadi ikapotelea kwenye upeo wa macho yao. Gari mmeliacha mbali? Kiasi, sio sana. Naima, nadhani tutafute kitakachoweza kutusaidia kufahamu ni wapi mtoto alipopelekwa. Ryan alizungumza na wakaingia ndani. Nje walimwacha mlinzi wa Naima. Naima moja kwa moja akaingia kwenye chumba cha CCTV kamera na akaanza pale kupitia rekodi zilizokuwa zimerekodiwa. Haikuchukua hata dakika 5, wakaona wanaume wawili wakiondoka eneo hilo wakiwa na mtoto wa rais, huku akitumia gari aina Range Rover Sport. Naima akaipiga picha namba ya gari hiyo na kisha akachukua hadi diski pamoja na laptop aliyokuwa ameikuta ndani hapo, akaiweka ndani ya begi lake na wakaondoka. Kwa kupitia eneo walipokuwa wameachana ndipo walipopita na kisha wakatokomea msituni. Kwa mwendo wa kukimbia kwa lisali 1.5 wakafika eneo walipokuwa wameliacha gari la Naima na mlinzi wake. Wakaingia kwenye upande wa dereva, wakaondoka hilo eneo. Mungu asaidia waondoke Colombia salama. Ryan alizungumza huku akiwa amekaa siti ya nyuma na Naima. Mungu ni mwema. Naima alizungumza huku akiminyaminya button za laptop yake. Unafanya nini? Nafuatilia hii gari ipo eneo gani, ikiwezekana usiku huu tuifanyie kazi. Na okay, sawa. Gari ilizidi kuendeshwa kwa mwendo wa kasi mpaka wakaingia kwenye mji mdogo. Yes. Naima alizungumza kwa furaha. Nini tena? Nimepata kamera moja barabarani. Gari inaonekana imeelekea imeingia kwenye jiji la Lima. Na makazi yako si hapo huko ama? Yeah. Basi kazi inaweza ikawa ni rahisi. Endelea kufuatilia tujue ni nyumba ipo maeneo gani wameingia. Okay, sawa. Naima aliendelea na utundu wake ambao siku zote umekuwa ni moja ya msaada mkubwa sana kwa Ryan katika operesheni zake toka walipokuwa ni wafanyakazi wa shirika la X. Msikilizaji, upande wa pili. Ndio mkuu. Nahitaji ruhusa ya kuweza kutua kwa dharura katika uwanja wa ndege. Nipo na helikopta ya kijeshi. Usiku huu nahitaji kuondoka nchini Colombia. Sawa mkuu. Ninalisimamia hilo kikamilifu kabisa. Baada ya nusu saa nitakuwa nipo uwanja wa ndege nilipoiacha ndege yangu. Okay, sawa madam. Nadia alikata simu na kumtazama rais aliyekuwa ametulia tuli huku akionekana kuwa na mawazo mengi mno. Nadia akasema, tuna dakika 25 mpaka kufika kwenye uwanja wa ndege tulipokuwa tumeiacha ndege yetu. Tusibweteke, kwani uwezekano wa shambulizi lolote linaweza likatokea. Nadhani tunaelewana. Ndio madam. Baada ya dakika alizokuwa amezielezea Nadia, marubani wakatua helikopta hiyo karibu kabisa na karakana iliyokuwa imehifadhiwa ndege yake. Kabla mlango wa helikopta hujafunguliwa, Nadia akatoa maski ndani ya begi na kisha akawaambia, vaeni hizi. Akamkabidhi rais pamoja na mkewe, wakavaa pale. Bobby na Roy wakawasaidia kuvaa jaketi za kuzuia kushambuliwa na risasi. Mlango wa helikopta hiyo ukafunguliwa. Alishuka komando wa kwanza.
akatazama ulinzi wa eneo hilo na kisha akaelekea kukagua eneo ilipokuwa ndege, ambapo tayari marubani wapo tayari kwa safari. Komando huyu akasema, "Madam, usalama upo vizuri kabisa." Alizungumza komando huyo, na Nadia akaongoza timu yake kushuka ndani ya helikopta hiyo na wakamweka katikati rais na mkewe. Wakaanza kutembea kwa mwendo wa haraka haraka kuelekea kwenye ndege, huku kamera za eneo hilo la uwanja zikiwa zimezimwa na anayesimamia kila kitu ni jenerali wa jeshi. Wakaingia ndani ya ndege na taratibu helikopta ikaondoka eneo hilo, huku ndege ya Nadia ikiwashwa tayari kwa ajili ya safari. "Nashukuru sana kwa hili ulilonifanyia," Nadia alizungumza huku simu ikiwa iko sikioni mwake. "Nami pia nashukuru sana mkuu. Endapo utahitaji chochote basi utanifahamisha tu." "Okay, nashukuru." Ndege ikatoka kwenye karakana hiyo na taratibu ilianza kuelekea katika barabara ya kurukia, huku wakiendelea kupokea maelekezo kutoka kwa waongozaji wa ndege. Ndege ilishika kasi na kisha ilipaa angani na kuiacha ardhi ya nchi ya Colombia. Kidogo ikawa ni nafuu kwa rais na mke wake, japo bado wana hofu kubwa juu ya mtoto wao. Ukimya ulitawala ndani ya ndege, huku ikizidi kuchanja mawingu. "Kwenye kile chumba kuna bafu na kitanda, mnaweza mkapumzika," Nadia alimwambia rais ambaye alikuwa anaonekana kuchoka mno, yeye na mkewe. "Chakula pia nitawaandalia." "Asante," mkewe rais alijibu hivyo. Wakaingia katika chumba kilichopo ndani ya ndege hiyo binafsi. "Samahani mheshimiwa," Ruben alizungumza huku akikaa siti inayotazamana na siti ya Nadia. "Bila samani." Sasa madam, tumeshampata rais. Je, tunaweza kuwatangazia nyumbani Tanzania kwamba rais amepatikana?" "Hapana." "Kwa nini?" "Unamwamini nani ndani ya serikali yako mpaka unataka kuwaambia kwamba rais amepatikana?" Hapo Ruben alikaa kimya huku akiwa anafikiria. Ukimya wa dakika 2 uliashiria ni jibu kabisa. "Inaashiria kwamba huna mtu ambaye unamwamini. Itakuwaje endapo tunafika uwanja wa ndege na rais anadunguliwa na kufia pale pale? Ina maana hii kazi yote tulioifanya itakuwa ni ya hovyo. Kumbukeni nyinyi mmeshiriki, ila mimi nimeshiriki na mamilioni ya dola za Kimarekani yameteketea. Watu wote ambao wametusaidia kwenye hii operation, hata hawa makomando tulioongozana nao, wanalipwa. So hii operation haijafanyika kwa urahisi kama vile ambavyo nyinyi mnaifikiria." "Sawa madam, nimekuelewa. Nashukuru kama umenielewa. Tutakapoamua kutangaza basi kila kitu kitakuwa wazi, ila kwa sasa kila mtu atulize akili yake. Kama ni kupumzika basi ni vyema tukapumzika." "Sawa madam." Ruben akanyanyuka na kurudi kwenye siti aliyokuwa amekaa. "Huyu mama ni wa kumsikiliza mume wangu. Kama ametusaidia kwa haya yote, huna budi kuungana naye." Naam, ilikuwa ni sauti ya mke wa rais. Alizungumza kwa sauti ya upole kabisa kumwambia mumewe, "Nisikilize mke wangu. Acha kwanza tufike nchini Tanzania mke wangu. Kwa sasa tumalize kuoga na kisha tulale." "Mimi sina hata huo usingizi. Namfikiria tu mwanangu huko alipo. Kama wameweza kututoa sisi, basi wanaweza kumpata na mtoto wetu. Waamini, sawa mke wangu? Wewe waamini." "Sawa, nimekuelewa mme wangu." Waliendelea kuoga na hawakuona haja ya kutoka chumbani hapo na kwenda kulala zaidi tu ya kupanda kitandani na kuondoa usingizi wa siku zote walizokuwa wanashikiliwa mateka. Nadia akamwandikia ujumbe Naima kwa kutumia laptop yake ndogo na kisha akaifunika. Huku upande wa pili, mlio wa message uliokuwa umeingia kwenye simu ya Naima katika laptop ulimfanya ufungue na kuusoma. "Hey, Ryan. Tayari wameshaondoka Colombia salama," Naima alisema na kumfanya Ryan ashushe pumzi taratibu. "Ni jambo zuri. Nimeipata gari," Naima alizungumza huku akimwonyesha Ryan video iliyokuwa imerekodiwa na kamera za barabarani inayoonyesha gari ilivyoondoka na mtoto wa rais ikiingia kwenye moja ya nyumba.
Naona huu ndo mtaa ambao, yes, huu mtaa mimi naufahamu. Basi tuelekee huko nao. Ni saa 10 kasoro siku, tutatumia muda gani? Kama lisali moja hivi, Naima alijibu na kisha akamweleza dereva wake pa kuelekea. Hivi Ryan, mara mwisho kuongea na mzee Max ilikuwa ni lini? Jana? Ndio. Na yeye ndiye aliyenieleza taarifa za uwepo wa rais kuletwa huku Peru, na akaniambia juu ya kukutana na mtu ambaye atatusaidia kumpata rais, ila sikuhitaji kumtafuta, nikaona tu ni heri nikueleze wewe. Mzee atakuwa na wapelelezi wake wengi nchi tofauti tofauti. Jasusi ni jasusi, aache asili yake, hata kama akiwa ni rais mstaafu. Umeona? Hapo nimesikia naumwa sana ujue. Mara mwisho kuongea naye nilisikia life support machine ikipiga mlio wa tahadhari, na baada ya hapo nilisikia kelele za madaktari. Ikawaje? Sikumpigia simu kutokana na hiyo operation ilivyokuwa mbele yetu, na pia Monica anamuuguza huko alipo. Mungu amsaidie. Amina. Naam, dereva alianza kupunguza mwendo taratibu katika mtaa wenye magari yaliyokuwa yamesimama pande mbili za barabara. Naima akasema, ile pale, nyumba ile pale. Naima alizungumza huku akimwonyesha Ryan gari hiyo inayosimama nje ya nyumba ya ghorofa moja. Kwa nyumba ndio hiyo? Dereva, isogeze gari kwa mbele kidogo. Hapo Ryan akavaa mask usoni mwake. Vipi Ryan, nije? Hapana, baki humu. Baki na dereva. Si umevaa earpiece? Nimeiwasha. Okay, basi wewe baki kwenye gari. Acha hii kazi nikaifanye mwenyewe. Ryan akaiwasha earpiece aliyokuwa ameivaa huku akishuka ndani ya gari. Akatembea kwa tahadhari mpaka ilipokuwa nyumba hiyo ya ghorofa ambayo haina uzio wowote wa ukuta. Alifungua mlango wa nyuma kwa tahadhari kubwa mno na taratibu akaufunga ule mlango, huku mkononi mwake sasa akiwa na bastola aliyokuwa ameifunga kiwambo cha kuzuia sauti. Ryan akawaona wanaume wawili wakiwa na bunduki zao mikononi, huku wamepitwa na usingizi kwenye masofa aliyokuwa ameyakalia. Akatazama ngazi zinazoelekea gorofani, akampiga mmoja risasi ya paji la uso na kumsindikiza katika usingizi wake wa milele. Akampiga risasi huyu mlinzi wa pili ya begani na kumfanya pige yowe la maumivu, ila Ryan akamwaya akamziba mdomo huku akimgandamiza kwenye sofa lilokuwa amekalia, huku bastola akigandamiza eneo la sehemu zake za siri. Akamwambia, sikiliza bwana mdogo, hii bastola inakwenda kuchangua korodani zako zote. Niambie, mtoto mmemficha wapi? Yule jamaa mbele ya kunyoshewa bastola kwenye makorodani, unadhani hata ningekuwa mimi ankojei ningebisha? Jamaa akaonyesha kwa ishara ya kwamba mtoto yuko gorofani. Ryan akamuuliza, walinzi mpo ngapi? Tupo sisi tu. Okay, shukran. Ryan akamvunja shingo huyu adui. Nimeisevu risasi zangu bwana, zisitumike bure. Ryan alizungumza huku akimtazama huyu mlinzi shingo yake ilivyokuwa imevunjika. Ryan akapandisha ngazi hizo mpaka kafika eneo lenye vyumba vitatu. Kwa umakini akafungua mlango wa chumba cha kwanza, hakumkuta mtoto wa rais. Akafungua mlango wa pili uliokuwa umefungwa nyuma, akamkuta mtoto wa rais akiwa amelala. Hey, nimekuja kukuchukua nikupeleka kwa baba na mama. Kweli? Ndio. Ryan alimbeba mtoto wa rais akaondoka naye na akafika eneo lilipokuwa gari la Naima, na wakaondoka eneo hilo huku mwanga wa jua ukianza kuchomoza taratibu. Ryan alitoa simu yake mfukoni iliyokuwa inaita, akaona namba ya Monica iliyokuwa imempigia kupitia Telegram, akaipokea na kuiweka sikioni mwake. Yes, hello. Ryan, uko sehemu nzuri? Ndio, vipi kwani? Mzee Max amefariki dunia. Hapo Ryan alijikuta amepigwa na bumbuazi mpaka Naima akamshangaa, kwani taarifa hiyo ilikuwa imemnyong'onyesha sana Ryan. Alikuwa anaonekana ana furaha, lakini ghafla furaha yote imeyeyuka. Bwana, mtoto wa rais amepatikana, ila taarifa mbaya ni kwamba mzee Max ambaye ni rais mstaafu ameiaga dunia. Lo. Unasema nini Monica?
taarifa ndo iko hivyo. Okay. Ryan akakata hiyo simu. Naima akamuuliza vipi? Ni kwamba mzee Max amefariki dunia. Hey, Mungu wangu. Tunafanyaje? Tufike kwanza kwako Naima, tujue swala zima la huu msiba, kwani kama Monica amenieleza sasa hivi, ina maana hakuna aliyefahamu juu ya msiba huu, tofauti na watu wa karibu. Okay, sawa. Kweli bwana, walifika nyumbani kwa Naima majira ya saa 12 za asubuhi. Naima aliandaa pale kifungua kinywa. Niunganishe na Nadia. Ryan alizungumza hivyo na Naima ikabidi ampigie video call na Nadia. Hello Nadia. Poleni kwa safari. Ryan alizungumza huku akimtazama Nadia aliyekuwa anapiga miayo, anayeonekana ametoka kwenye usingizi. Asante. Tuna masaa kama 8 angani tufike nchini Tanzania. Okay, sawa, vaa earpiece. Nadia alitoa showcase ndogo yenye earbuds na kisha kazivaa masikioni mwake. Tumefanikiwa kumpata mtoto rais, yuko mzima wa afya. Hapo Ryan alizungumza huku akigeuza kamera ya nyuma ya simu yake na akamwonyeshea Nadia mtoto wa rais akiwa amelala kwenye sofa sebuleni. Nice, Mungu ni mwema. Ila kuna habari mbaya. Nini tena? Mzee Max ameiaga dunia. Lo. Ndio. Na ile simu yake alikuwa amenipigia ilikuwa ni simu ya mwisho kuzungumza na mimi. Ni nani amekwambia? Monica. I say, tunafanyaje sasa? Nitazungumza na Monica na kisha nitakurudia. Okay, sawa. Ryan alikata simu na kisha akampigia video call Monica. Hello. Monica alizungumza huku macho yake yakiwa yamejaa wekundu mwingi akionyesha dhahiri shairi alikuwa analia. Pole sana mke wangu. Pole kwetu sote. Monica alizungumza huku akijifuta machozi kwa kitambaa. Umemweleza nani juu ya taarifa? Nimemweleza Rais Edi na ameniambia muda so mrefu atafika hapa Berlin. Akishafika basi tutajua nini cha kufanya. Vipi, rais mmempata? Ndio, tumempata na yuko njiani kurudishwa nchini Tanzania. Aisee, bora tu. Nchi haingii kwenye misiba miwili mizito. Kwa kweli. Basi mimi nilibaki Peru kumwokoa mtoto wa rais. Nitamkabidhi Naima kuelekea nchini Tanzania. Na mtoto wa rais atapelekwa na Naima nchini Tanzania. Afikisha mimi nitapanda ndege kuja huko Ujerumani. Siri itakuwa limekaa sawa hilo. Ndio mme wangu, bora tu uje tusaidiane. Na hapa inabidi nisimame kama makamu wa rais mstaafu na nimeshindwa kutoa taarifa nchini Tanzania kwa hali jinsi ilivyo. Basi tutagawana majukumu. Nitamweleza Nadia. Hakikisha rais anasimama kwenye uongozi wake vizuri. Na kisha baada hapo tutajua nini cha kufanya. Sawa mme wangu. Okay, poa, baadaye Monica. Msalimie Naima. Anakusikia. Naomba niongee naye. Hapo Ryan akamkabidhi simu Naima. Wifi? Pole. Nimeshapoa. Mwili wake tayari umeshaingizwa mochwari. Jamani, kama alivyosema kaka hapa, tutakutana nchini Tanzania. Sawa Naima, nashukuru kwa kazi mloifanya. Usijali Monica, hatakuwa na jinsi zaidi tu ya kutanguliza maslahi ya taifa mbele. Nchi yetu inapokumbwa na janga la kigaidi, basi kama kuna uwezekano wa sisi kutumika, tutatumika tu. Asante sana Naima kwa moyo wako. Usijali wifi yangu Monica. Tawasiliana. Hakuna shaka wifi. Naima alikata simu hiyo na kisha akamrudishia Ryan. Hivi Ryan, yani bado una date na wote wawili yani? Nadia mke wako, Monica mke wako? Naima, nadhani tuachane na hilo kwanza. Mzee Max alikuwa ni zaidi ya baba kwetu, si unalijua hilo. Ryan akatumia ujanja kuchange mada angani. Alizungumza hivyo huku machozi yakimlengalenga. Naima akamtazama kwa sekunde kadhaa. Okay, sawa. Tunywe chai kisha ndege zinazoelekea Afrika.
Nadhani mimi nitaondoka na mlinzi wangu kwa ajili ya ulinzi. Kwa sasa acha nitengeze hati ya kumsafirisha huyu mtoto. Na yote ni sawa. Naima alimwamsha mtoto wa rais akaingia naye ndani ya chumba kimoja anachofanyia kazi zake. Alisimama mbele ya tambala kubwa la rangi ya bluu na kisha akampiga picha kadhaa na akaanza kumtengenezea hati ya kusafiria. Naam, msikilizaji. Simu ya Kurwa, yule pacha aliyefanana na rais, ilionekana inaanza kuita hiyo simu. Kurwa akaitazama kwa sekunde kadhaa na kisha akaipokea simu hiyo. Halo? Mkuu, nakusikia, ongea. Tumefika katika nyumba waliomshikilia mtoto wa rais. Imekuwaje tena huko? Wameuawa walinzi wote na mtoto wa rais ameondolewa. We. Imekuwaje tena? Hatujui mkuu. Hatujui. Ila walinzi wote wameuawa. Come on, shit. Ebu sikiliza. Nendeni kule kwenye safe house. Mnipatie majibu haraka sana. Haiwezekani. Fanyeni haraka. Sawa mkuu. Huyu pacha wa rais ambaye ni Kurwa alikata simu huku akitetemeka kwa hasira. Akaitafuta namba ya bosi wake ambaye ni Madam Bad Lady. Akaipiga hiyo namba na baada ya kuita kwa dakika kidogo simu ikapokelewa. Madam, samani nimekupigia muda huu. Kuna tatizo. Zungumza na kusikiliza. Hadi napozungumza na wewe sasa hivi, mtoto wa rais ameokolewa na watu waliokuwa wanamshikilia, waeni walinzi wa pale, wote wameuawa. Hebu nisikilize. Ndio nakusikiliza madam. Kwa sasa hakikisha unaondoka Colombia. Unapotea kabisa. Umenielewa? Potea mpaka pale nitakapokuhitaji tena. Sawa mkuu, nimekuelewa. Bado tuna siri zake yule rais ambazo hatotaka zijulikane. Hivyo nitakutafuta nitakapokuhitaji. Sawa madam. Kwa sasa tulia mpaka tutakapopata nafasi. Lazima malengo yangu yafanikiwe. Umenielewa? Bad Lady aliyazungumza hayo huku akiachana sasa na mpango wake wa awali ambao Scorpion wameamua kuingilia kati na kuvuruga. Bad Lady alichoka chumbani mwake huku akiwa amevalia vizuri kabisa. Yule dogo Spana ambaye ni IT akamuuliza Bad Lady kwamba madam, unakwenda wapi tena? Mdogo wangu, unajua jana daktari alinieleza nirudi kwa vipimo zaidi. Si unajua tena hii mimba. Jana sikumkuta daktari. Sawa madam. Alafu nilisahau kukueleza kitu Spana. Hebu acha niende nikacheke vipimo kwa maana nahisi maumivu hapa upande huu wa kulia wa tumbo langu. Vipi lakini shemeji, nikusindikize? Sawa, nisindikize lakini utaniendesha. Bad Lady alizungumza huku akimpatia Spana funguo na wakaondoka nyumbani hapo na kuelekea hospitalini. Spana, ndio shemeji yangu. Sijawahi kukusikia siku hata moja ukiongelea masuala ya mahusiano yako. Shemeji bwana, wanawake wa kibongo hawa, wewe pasua kichwa. Yaani ufisadi wa mapenzi upo mwingi. Unadhani hata Mario kuimba ile nyimbo kwamba Mombasa, bora niende Mombasa. Mario sio mjinga. Unajua shemeji, wanawake wa kibongo hawa pasua kichwa ujue. Wewe unampenda, unaonesha mapenzi, unampa hela, kumbe mwenzio anapenda simulizi za Uncle Jay. Yamekukuta yapi kwani? Shemeji wewe acha tu. Mimi bwana nilikuwa na msichana wangu huyo mmoja hivi. Huyo msichana pisi. Hasa yule demu bwana kuna siku aliniomba milioni. Eti alikuwa anasema mama yake sijui amelazwa, sijui anatakiwa kufanya upasuaji huko Mbeya. Basi mtoto wa kiume mimi nikajipinda nikampatia pesa hiyo. Unajua nilikuwa ninamwamini sana yule demu, sikuwahi kumfuatilia. Ila nilipatwa kama na machale fulani nikamfuatilia bwana simu yake. Yaani kama juzi yake tu aliniambia uko Mbeya. Na kumbe jana mimi kama juzi yake kaniambia uko Mbeya na kama jana mimi nikamtumia ile pesa. Ila kama leo eti mama yake ndo afanyia upasuaji sijui ya shingo, sijui ya kizazi, location simu yake bwana ikasoma yuko Mbezi Beach. Hayuko Mbeya, hayuko hospitalini, hayuko wapi. Anitafuna tu ile milioni 1 nilompa.
Haki ya Mungu tena shemeji, mimi sikutani. Nikapanda zangu bodaboda mpaka Mbezi Beach. Uwezi kuamini, nikamkuta kwenye hoteli moja hivi. Alikuwa anamfanyia pati mwanaume wake na wanapigana mabusu hadharani. Na huyo mwanaume yupo na wadangaji wenzake. Niliumia sana shemeji. Niliumia sana ile siku. Na kuanzia hiyo siku mimi sijai kuwapenda wanawake wala kuwaamini tena wanawake. Haise, pole sana. Nashukuru shemeji. Sasa ulifanyaje? Nilimpiga picha za kutosha. Na kisha wakati watu wa kwenda kutoa zawadi ule, na mimi nikawa ni mmoja wapo. Nilikuwa nimevalia kofia. Nilipofika pale karibu yake nikavua ile kofia, alishtuka nusura kulia. Sijui kufa, sijui kuzimia, mimi sikumfanya chochote. Nilipita tu. Mashoga zake nao ambao ninawajua walibaki na mshangao pale. Kuanzia hiyo siku shemeji, mimi nikakata mawasiliano na ule demu. Nilipokuwa ninaishi nikahama, nikajificha Goba huko ndani huko, nikaendelea kupunguza maumivu yangu. Shemeji, niliumia ile siku. Aisee, pole sana mdogo wangu, ndo mapenzi. Naam, zilikuwa ni stori za hapa na pale. Walifika hospitalini, wakaelekea kwenye chumba cha daktari, na ndipo Dogo Spana akasubiria nje kwa ajili ya kumwacha mwanadada Bad Lady kuingia mwenyewe huko kwa daktari. Baada ya vipimo vilivyochukua kama saa zima, wakaondoka hospitalini hapo na kurudi nyumbani. Naam, msikilizaji, upande wa pili, Rais akatoka katika chumba alichokuwa amelala yeye na mkewe. Akatazama dirishani na kuona mwanga wa jua. Akajinyosha huku akipiga miayo. Alikaa kwenye siti inayotazamana na Nadia. Nadia, tumebakisha muda gani kufika nchini Tanzania? Masaa 4. 10 ni safari ndefu. Unarudi nchini mwako, nini ambacho utakwenda kukifanya? Nahitaji kujiimarisha kwenye mfumo wa ulinzi wangu binafsi na pia kwa nchi kwa ujumla. Na baada ya hapo nitajiunga na nyinyi Scorpion. Scorpion ni nzuri sana pale utakapoendana na sisi, ila haitakuwa nzuri pale ukienda kinyume na sisi. Naongea hivyo kwa sababu kumuondoa rais mmoja madarakani na kumuingiza mwingine ni kitu kidogo sana kwa upande wetu. Kwa mnataka mimi niwe kibaraka wenu? Hatuhitaji rais kibaraka. Tunahitaji rais atakayefanya dunia kuwa ni sehemu salama ya kuishi. Rais ambaye hatotoka kwenye mstari wake wa kuongoza watu wake na kuwanyanyasa. Rais atakayekuwa mtemi kwa watu wake. Hatumhitaji huyo. Tunahitaji rais mwenye vision kubwa atakayefanya nchi yake kuzidi kupanda viwango vya maendeleo tofauti na alivyokuwa ameikuta nchi. Rais fisadi kwetu hatumhitaji, na sina maana kwamba unielewe vibaya. Utakuwa umenielewa vizuri nini ambacho ninachokimaanisha. Ukiwa rais wa hovyo tunakutoa. Sawa, nimekuelewa. Vizuri kama umenielewa. Mtoto wako amepatikana. Picha yake hii hapa. Analetwa nchini Tanzania. Nadia alizungumza huku akimwonyesha rais picha ya mwanae akipata kifungua kinywa akiwa na Naima mezani. Furaha iliyomjaa rais, alijikuta akitiririkwa na machozi. Hivi makamu wako wa rais unamwamini? Ndio namwamini. Kwa asilimia ngapi? Nyingi tu. Una uhakika? Ndio na uhakika. Ni rafiki yangu yule nilifanya naye kazi kwa kipindi kirefu, hivyo namwamini sana. Okay, sawa, vizuri. Nadia alizungumza hivyo na kisha akampigia makamu wa rais video call. Naam, msikilizaji, upande wa pili kulikuwa kumeonekana ukimya umetawala ndani ya ofisi ya rais, huku makamu wa rais akiwa na washauri mbalimbali kuanzia katika kila sekta. Kila aliyomo ndani ofisi hiyo alikuwa anasubiria kitu gani ambacho makamu wa rais amewaitia kwenye siku hiyo. Makamu wa rais alikuwa anaongea kwa kusema, jamani, kama mnavyotambua, ninakaimu nafasi hii ya urais kutokana na hali ya tukio la kigaidi lililotokea kwa rais wetu. Kadiri siku zinavyozidi kwenda, ndivyo jinsi ambavyo tunapoteza matumaini kama nchi kwenye kumpata rais. Sasa nataka kupata taarifa, ni wapi mlipofikia katika kumpata rais? Makamu wa rais alizungumza huku akimtazama CDF. Mheshimiwa rais, unajua timu zetu zinazidi kupambana usiku na mchana, na tulipofikia ni sehemu nzuri. Naamini rais atapatikana tu mheshimiwa. Wewe CDF, taarifa yako inatia matumaini, ila hainipi mwanga wa kuona nini kilichopo mbele yetu. Hadi sasa hivi swala tumelikabidhi kwenu,
ila hatuoni nini cha msingi. Mnakwama wapi? Je, ni vitendea kazi ama mnakwama wapi? Makamu wa rais aliikatisha sentensi yake na kisha katega sikio vizuri kwa mshauri wake aliyekuwa anamnong'oneza. Mshauri huyo alimnong'oneza ya kwamba mkuu, Nadia yule kiongozi wa Scorpion anapiga simu. Inaonyesha na jambo la umuhimu sana mheshimiwa. Hapo makamu wa rais ilibidi ashushe pumzi taratibu. Makamu wa rais akachukua hiyo simu kutoka kwa msaidizi wake, akaipokea, huku watu wote hapo wakawa wanamtazama makamu wa rais. Habari yako makamu wa rais? Salama tu, za kwako? Safi tu. Kazi tumeikamilisha na inakwenda vizuri tu. Tumempata rais na ninavyozungumza na wewe tumebakisha masaa 3 kufika nchini Tanzania. Nadia alizungumza huku kamera ya simu yake ikimwonyesha rais alikuwa amekaa kwenye siti ya ndege. Kwa haraka haraka makamu wa rais akahamishia mazungumzo ya video call kwenye TV kubwa iliyopo hapo ofisini na kuwafanya watu wote kushangilia kwa furaha, kwani taarifa hiyo imekuja katika kipindi ambacho wote walikuwa wamekosa njia na walikuwa wamepoteza matumaini kabisa ya kumpata rais. Bwana, mambo yanazidi kupamba moto. Taarifa njema imetawala ndani ya Ikulu. Rais amepatikana. Je, atafika nchini salama Tanzania? Yaani atafika salama? Usikose kuungana nami kwenye sehemu ya 18, mzigo mtamu wa kuitwa The Evil Game. Mimi langu jina naitwa Uncle J Masimulizi. Kwa sasa niseme asante na kwaheri.